Hiki ndicho alichokiandika Askofu Mwamakula kuhusiana na kile ambacho kimetokea jana kwa waumini wa Gwajima. Jana tunajua kulikuwa na mabomu yaliyopigwa pale kwa kanisa la Gwajima, lakini pia kulikuwa na vurugu, lakini pia kulikuwa na maaskari wengi sana ambao walijaribu kutumia nguvu ipasavyo kuweza kuwazuia waumini wa Gwajima ambao walifika pale kanisani kutokana na wito wa Gwajima ambao aliuchapisha kwenye mitandao. Sasa huu ni waraka wa kichungaji kwa Rais Samia juu ya waumini wa Kikristo kupigwa mabomu na jeshi la polisi. Aliandika hivi: waraka wa kiuchungaji kwa Rais Samia juu ya waumini wa Kikristo kupigwa mabomu na jeshi la polisi. Mpendwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, tunawajibika kukuandikia ujumbe huu kusudi wewe na washauri wa rais wa Tanzania pamoja na jumuiya ya kimataifa waweze kusoma. Jumapili ya tarehe 15 Juni tulipata taarifa kutoka mikoani kuwa waumini wa kanisa la Ufufuo na Uzima wameendelewa kuzuiwa kufanya ibada kinyume na katiba ya nchi yetu ambayo ilirithi misingi ya uhuru na kuabudu kutoka kwa wakoloni ambao wao waliukuta uhuru huo. Tumesikitishwa sana na kitendo cha jeshi la polisi kupiga mabomu watu ambao walikuwa wamekusanyika kufanya maombi kando ya barabara ya Morogoro baada ya jeshi la polisi kuzingira jengo lao. Waumini hawakuwa na silaha yoyote zaidi ya kubeba Biblia pamoja na vitabu vya nyimbo mikononi, huku wengine wakiwa wamebeba watoto migongoni. Kwamba haya yanatokea kwa sababu Askofu Gwajima alihoji vitendo vya utekaji na kutoa maoni juu ya mamlaka ya rais kuhusu wakuu wa vyombo vya dola. Je, ni jambo la ajabu? Ikumbuke kuwa miaka miwili iliyopita Askofu Josephat Gwajima alizunguka nchi nzima kwa ajili ya kumpigia kampeni na pia kumsifia rais ambaye ni wewe pamoja na wabunge wa CCM. Wakati wakifanya hayo, jeshi la polisi lilimpatia ulinzi mzito, na hii ni kwa kuwa alikuwa anasifia utawala. Wakati akifanya hayo ya kumsifia rais, waumini wanaosali katika makanisa yote anayoyaongoza hawakusumbuliwa hata kidogo. Kwa kuwa mambo haya yanatokea baada ya kauli ya Askofu Gwajima kuhoji vitendo vya utekaji, kuhoji madaraka ya rais juu ya uteuzi pamoja na utenguzi wa wakuu wa vyombo vya dola, na baadaye rais kutoa kauli hasi juu yake katika mkutano wa CCM. Ni mantiki inatufanya tuhitimishe kuwa matendo haya yana baraka za rais na amri au maelekezo ya rais mwenyewe. Tunapenda kukukumbusha kuwa kuna vitendo vya kufuta kanisa na hata kuwapiga mabomu waumini ambao hawakuwahi kutamka neno lolote la uasi dhidi ya rais ama serikali ni vigeni na havijawahi kushuhudiwa katika serikali zote za nyuma, kuanzia serikali ya Mjerumani, serikali ya Mwingereza, serikali ya Tanganyika pamoja na serikali zote zilizofuata baadaye. Ni wazi sasa kuwa nchi imefikia mahali ambapo watu wanaogopa kuikosoa, kuionya na hata kuisema serikali yao. Na hii sio serikali ya kijeshi, bali ni serikali ya kiraia ambayo hupata mamlaka yake kutoka kwa wananchi. Halikuwa ni taraja la Watanganyika wakati wanaopigania uhuru wao, na haikuwa ni taraja la Wazanzibari wakati wanapigania uhuru wao kuwa serikali yao ingegeuka kuwa mwiba kwao. Sisi Askofu Mwamakula tunaliona shambulio hili dhidi ya kanisa la Ufufuo na Uzima ni dalili za mashambulizi dhidi ya makanisa kwa ujumla. Kama tukinyamaza kanisa hili kufanyiwa haya, kesho tafuata kanisa lingine, hatimaye yote yatanyamazishwa, kwani hatuoni tofauti iliyopo kati ya kauli ya Gwajima na kauli za maaskofu wa makanisa mengine walizozitoa wakati ule wa Pasaka. Nchi hii imezoea kusikia kauli nzito kutoka kwa viongozi wa kanisa. Rais Hassan Mwinyi alikumbana na tamko la Bagamoyo, naye Rais Mkapa alikumbana na tamko la CCT na TEC mwaka 1999. Hata Rais Magufuli alikutana na nyaraka za Pasaka kutoka TSC na KKT, lakini pamoja na yote hakuwahi kufuta makanisa na wala hakuwahi kupiga mabomu waumini kwa sababu ya matamko ya viongozi. Inawezekana washauri wa rais wasimueleze ukweli rais, lakini ukweli ni kuwa katika hili la kanisa la Ufufuo na Uzima hakuna Mkristo hata mmoja anayefurahia. Ni bahati mbaya sana kuwa jambo hili linafanyika katika utawala rais aliye Muislamu. Kwa kanisa hatutarajii watu waone kuwa rais analilenga kanisa ndo tutachukua hatua kutahadharisha. Kwa kuwa tunataka tumnasue rais katika hili, ndio maana tumeandika waraka wa wazi ili
kusudi jambo hili lipulukutiwe kutoka mikononi mwa rais. Viongozi wanafiki wanaomzunguka rais watakuja kumgeuka baadaye, kama baadhi walivyokuja kumgeuka Rais Magufuli baada ya kufariki dunia. Tunatoa sadaka uhai wetu kwa kuandika haya, tukijua kuwa tutasagiwa meno na watu ambao hawataki rais aambiwe ukweli, kwani wanaona kuwa rais ni mali yao peke yao. Lakini pia sisi tunaongozwa na kanuni ya kibibilia na kikuhani ambayo inataka tusikwepe wajibu wa kulinda ndugu zetu. Mwanzo 4:9. Kanisa Ufufuo na Uzima ni sehemu ya mwili wa Kristo. Kuguswa kwao ni kuguswa pia mwili wa uzima wa Kristo. Tunarudia kusema kuwa hili la Kanisa la Ufufuo na Uzima ni vita dhidi ya mwili wote wa Kristo. Hivyo Wakristo ambao wanampenda rais hawawezi kukaa kimya juu ya hili, bali watamshauri ili aachane nalo, lakini wanafiki wanataka aanguke nalo. Hitimisho letu tunataka waumini wote katika Kanisa Ufufuo na Uzima nchini waachiwe kuendelea na ibada bila kubugudhiwa. Kama serikali ama mamlaka wanafikiri viongozi wa kanisa hilo kiongozi wa kanisa hilo anatuhuma zozote, wampeleke mahakamani yeye binafsi pasipo kusumbuliwa kanisa, kwa kuwa hakuna ushahidi wowote wa halmashauri kuu ya kanisa kuketi na kutoa tamko na kisha kumtuma yeye kusema. Lakini pia hata kama halmashauri kuu ingetoa kauli zile, wasingezuia waumini kwa hiyo waumini, kwani wanao uwezo wa kuondosha halmashauri kuu. Hatutarajii kuona jeshi letu la polisi linatumwa kupiga mabomu waumini hao siku zijazo. Sisi tunautimiza wajibu wetu kwa kusema tunatoa wito kwa viongozi wote wa Kikristo na hasa maaskofu waliokalia viti vya maamuzi ya kikuhani kujitokeza kumweleza rais ukweli juu ya hili. Kukaa kwao kimya hakuwezi pia kuwa ni saramu yao ya baadaye. Huu ni wakati wa watu waliokuwa kimya kusema ukweli kwa upendo. Ole wetu sisi tunaogopa kuwaonya na kuambia ukweli watawala kwa kuogopa kufa. Ezekiel 33 mstari wa 1 mpaka 20. Je, akasema hapa mwana kondoo ameshinda, tumfuate. Askofu Emasus Bandile Mwamakula, kanisa la Moravian Uamsho Tanzania Afrika Mashariki. Waione baraza la maaskofu, jumuiya wa Kristo, baraza la makanisa Pentekoste. Hivyo sasa huu ndo ujumbe, na mimi siongezeze chochote hapo mbele. Naacha kama ulivyo. Nimekusomea huo waraka usikilize ambao askofu kamwandikia rais, lakini pia ni kama tamko la Wakristo kwa rais ambaye wao wanahisi anaendesha nchi kwa sababu ya Uislamu. Ndo vita ambayo ipo hapo sasa hivi. Ndio maana umesikia humo kwamba wanaona kama vile wanabaguliwa kisaoni wa Kristo. Drop comment tukomentisha kinoma noma, so kusubscribe, like, comment na kushare. Lakini haya yote tu nikukumbushe kwamba yanatokana na Gwajima mwenyewe. Ingawa yeye Gwajima hajatoka na kuzungumza, lakini hii vita imekuwa ni kali tena sana. Bye bye.